Ikhwata liiman, ndugu zangu katika iman, baada intihai siyami ramadhana, baada ya kumalizika mwezi wa Ramadhan, fahunaka siyamu nawafil, zipo saumu ambazo za kufunga ambazo ni za sunna, kasiti min Shawwal, kama kufunga 6 ndani ya mwezi huu wa Shawwal. Na hii saumu imekwenda kuachiwa wazee. Kwa sababu gani? Wazee wanahesabika wako kwenye danger zone, ya kwamba wakati wowote wanaweza kuzikwa kwenye tumbo la ardhi. Ndiyo maana wazee wameachiwa saumu hizi. Lakini yule kijana ambaye ana nguvu yake, yule kijana ambaye anatakiwa aitumie afya yake katika kumcha Allah jalla fi'ala, anajipa muda akisema bado. Wakati ukifika umri wa miaka 80, umri wa miaka 60, umri wa miaka 70, na mimi ndio nitakuwa miongoni mwa wale wenye kufunga 6. Ikhwata al-iman, ndugu zangu katika iman, fahamu ya kwamba wewe kijana, yaumal qiyamati utakwenda kuwa chini ya kivuli cha arshi ya Allah. Lakini ni pindi utakapoamua kudumu na kuishi na ibada katika ulimwengu huu. Pale Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema watu 7 Mwenyezi Mungu atakwenda kuwaweka chini ya kivuli chake, yaumal qiyamati yauma la dhilla illa dhilluhu, siku ambayo hakuna kivuli isipokuwa kivuli cha nani? Cha Allah. Miongoni mwa 7 hao, washabu alladhi nashaa fi ibadati Allah, ni yule kijana ambaye amekulia, ameamkia katika kumcha Allah jalla fi'ala. Hii ni fursa yako kijana. Kwa sababu gani? Fursa hii ukiipoteza haiwezi kurudi tena. Waangalie wazee walivyozeeka, ambao wamejaa mvi, wanatamani miongoni mwao baadhi warudishwe katika ujana, sio kwa ajili ya starehe, sio kwa ajili wafanye anasa, ni kwa ajili waweze kufanya mambo ya ibada. Ya laita shababa yaudu yauma wa ukhbiruhu bima faala almashib. Wanasema tunatamani ujana angalau unarudi siku moja, tuupe habari uzee umetufanya nini. Lakini ma'al asafi shadid, umri unaposogea, ndugu yangu, fahamu ya kwamba ndipo unapoiaga dunia. Kwa hiyo baada ya Ramadhan haina maana watu waache kufunga. Ziko saumu ambazo wanatakiwa wafunge. Miongoni mwa saumu hizo ni hii saumu ya 6, ndugu yangu katika imani. Mimi na wewe tunatakiwa tuifunge saumu hii. Wal ithnain wal khamis, kuna saumu ya siku ya Jumatatu na Alhamis, wa Ashura na siku ya Ashura, wa Arafa na siku ya Arafa, wa ghairaha na saumu nyinginezo za sunna. Tunatakiwa tunapozipata saumu kama hizi tuweze kuzitekeleza kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah jalla fi'ala.